Young Africans, mabingwa wa kihistoria, mabingwa mara 5 mfululizo wa ligi kuu ya ndani ya Tanzania bara, na maanisha NBC. Lakini pia hao ndio magwiji katika nchi yetu sisi kwa kubeba makombe hivi karibuni. Walikuwa na mkutano wao mkuu, lakini ambao uliambatana na uchaguzi ndani yake. Na katika uchaguzi huo walifanya uchaguzi wa kuteua au kuchagua rais wa club, makamu wa rais wa club, na wajumbe ambao wataunda baraza la uongozi wa Young Africans. Uchaguzi ulikuwa uchaguzi wa namna gani, kuanzia nje na ndani ya ukumbi? Ulikuwa ni uchaguzi ambao una ushindani, lakini pia ulikuwa ni uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza ulikuwa kwa nafasi ya makamu wa rais pamoja na rais kulikuwa na kula ndio au hapana. Ikumbukwe miaka 4 iliyopita kulikuwa na hizo nafasi zilikuwa na watu wawili. Ikumbukwe kipindi Engineer Hersi anagombea kwa mara ya kwanza, kulikuwa na Suma Mwaitenda, mwanamke wa kwanza ku challenge na president, lakini vile vile Alfred Haji alikuwa pia na mpinzani wake. Lakini pia changamoto nyingine au sehemu nyingine ambayo ilikuwa na ushindani ni kwenye kamati tendaji, kupata wale wajumbe. Ikumbukwe kuna wajumbe walikuwa washamaliza muda wao, wakina Alex Ngai na wengine, lakini kuna wajumbe wengine wapya walikuwa wanagombania zile nafasi. Mfano yule Sport Red Priska Kishamba, na mwingine somebody anajulikana kama Mangungu. Inavyosadikika ni ndugu na Mangungu wa Mangungu. Ndio. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao ulikuwa umeteka hisia za wananchi, lakini pia ni uchaguzi ambao umekuja katikati hapo kuna kuelekea kilele cha wananchi tarehe 9, kuelekea maandalizi ya dabi, lakini pia kuelekea na msimu mpya wa mwaka 2026-27 NBC Premier League. Tuliwahi shuhudia kwa mara ya kwanza rais wa klabu ya Simba wa klabu ya Yanga Engineer Hersi akigombea peke yake. Lakini this time imerudiwa tena. Hii sio mara ya kwanza kugombea peke yake. Wakati ule mzee nani alijitoa? Mzee nani aliyekuwa mwenyekiti Mwinyi Msola. Msola alijitoa akabaki. Lakini wakati huu tena tumeshuhudia amebaki peke yake. Na zaidi tumeenda kwa nafasi ya makamu mwenyekiti, inaenda vile vile anabaki mtu peke yake. Huku ni kukua kwa demokrasia, uwezo mkubwa wa kiutendaji wa Engineer Hersi, au ni vitisho ndani ya club kwamba mtu anaogopa kwamba ukichukua fomu ya kupambana na huyu jamaa wewe kesho haupo. Hasa tukiwa tunakumbuka kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa viongozi wa Young Africans na muda mfupi mara baada ya kuingia madarakani aliweza kuwachomoa. Sasa hii ina maana gani? Kwanza kitu cha kwanza ukianza kwenye positive, cha kwanza kabisa Engineer Hersi ndani ya miaka 4 aliyofanya pale Yanga ameisaidia klabu yake kufika nusu finali shirikisho, kuchukua ubingwa back to back mara 5, lakini robo finali 2 pamoja na kuishia kwenye makundi mara 2. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameleta transformation na ameleta mafanikio makubwa ndani ya misimu 5. Kwa jicho la kawaida hata mtu ambaye anaenda kushindana naye anajiuliza, huyu mtu nitamkamatia kwenye engo gani? Natokaje? Kama timu ilikuwa inataka makombe ameipa, timu ilikuwa inataka kushiriki klabu bingwa imeenda, shirikisho ilifika fainali tena ilitoka kwa knockout bahati mbaya. Kwa hiyo timu ilitaka shauri lile akachukua. Timu ilitaka Riziki akachukua. Ilitaka Mohamed Hussein akamchukua. Kwa hiyo kwa lengo hiyo kwa nini wasimwamini Engineer Hersi? Lakini ukija kwa upande wa pili, na ndio maana mwisho wa siku wakaona ana mpinzani. Lakini kwa taarifa za ndani zinavyosema ni kwamba ule mfumo ambao Yanga wameutumia wameiga kutoka TFF. Ikumbuke mwaka jana rais wa TFF naye alikuwa hana mpinzani, na ndio maana wamechukua kile. Like father like son. Kama baba kama mtoto. Okay. Tumeshuhudia Engineer Hersi amerudi tena kwenye kiti chake. Huyu ndo sumu kweli kweli kwa upande wa pili, na skali tamu kwa upande wa Young Africans. Washabiki wa Yanga wanamkubali kweli kweli, wanamheshimu, na hasa kama alivyosema kazi yake imeonekana ni kubwa. Kijana mdogo mwenye maono makubwa, uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Sio tu hili ambalo tunaiona, lakini pia
ukitazama karibu sajili zote kubwa za Young Africans, hata juzi Shauri Lila alikuwa anaulizwa, anasema nimekuja kwa sababu ya engineer ushawishi. Ushawishi wake. Lakini tunakumbuka hivyo Aziz Ki alisema hivyo, Okelo alisema hivyo pia. Kwa wachezaji wakubwa kabisa ambao wametua Yanga wanakiri kwamba jamaa ana ushawishi. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo yuko karibu na wachezaji. Wakati fulani anazungumza nao kama baba, kama kaka, kama ndugu, kama marafiki zake. Tunashuhudia jinsi ambavyo kila mahali timu inapokwenda naye yuko hapo. Lakini pia usimamizi mzuri wa mazoezi na kila kitu kinachofanyika kwenye timu. Lakini mwisho ni kwenye zile sajili za kuwaumiza wapinzani. Ni kweli. Ni mmoja kati ya mtu ambaye akiamua kuumiza Simba anaumiza. Aliwachapa kwa Chama. Amewachapa kwa Mohamed Hussein, na safari hii sijui ameonea huruma. Japokuwa juzi nimesikia kama sio leo, zipo za kunyapia msemaji wa Young Africans anasema uko kwenye timu yao kuna mchezaji wetu anafanya mazoezi nao za kikachero hizo, na akitekeleza hilo. So engineer katika muda mfupi amekuwa ni moja kati ya vijana ambao ni wakuigwa kwa kweli kwa sisi vijana wengine ambao tunafanya kazi, lakini pia ni mfano wa viongozi wa mpira ambaye anaweza akakuonesha dira na sehemu gani anaenda na anaweza kufika huko anakwenda. Ni kweli. Mwisho wa siku ndani ya mkutano huu ambao pamoja na mambo mengine kulikuwa na GSM alitangaza kwamba kuna yule alitusumbua sana, nimemalizana naye. Ndio. Na sio muda mrefu mwandae utaratibu wa kumtambulisha. Baadaye tumeona wametambulisha beki. Beki kutoka Red Arrows. Yes. Lakini watu wanasema bado kuna mtu bado hajatambulishwa, bado anakuja namba 6 bado. Kuna za chini chini namna hiyo. Wakati watu wamelewa hizi furaha, kakapachikwa kakipengele kwamba katiba inafanywa marekebisho na mwenyekiti rais wa club sio tu atakuwa rais, lakini baada ya kuwa rais yeye atateua makamu wa rais. Ndio. Hii ina maana gani? Hii hapa ina maana kwamba ina pande mbili. Aidha atataka yule makamu wa rais awe anamuunga mkono, kwa sababu mimi nikikuteua wewe maana yake utakuwa unafuata yale matakwa yangu. Lakini pili, inavyosemekana za kikachero, kuna mtu mle ndani ya Yanga ana ushawishi mkubwa na hajagombea nafasi yoyote kwa sasa hivi, hata kwenye ujumbe hayupo, ila kunawezekana akagombea nafasi ya makamu wa rais. Sasa nafasi ya makamu wa rais kabla yao marekebisho alikuwa anapigiwa kura na wanachama wa Yanga. Sasa ikitokea yule amepigiwa kura na GSM anamwakilisha, yani yuko nyuma, yuko nyuma ya GSM. Huyo makamu yuko nyuma ya wanachama. Kwa ndo maana mwisho wa siku wakaona ni vizuri rais ana uwezo wa kuteua kwa ajili ya kuepuka baadaye migogoro. Utamu na uzuri na akili ya GSM pamoja na mtu wake engineer kwa wanayanga ni kuwapa asali nyingi na sindano kwa mbali. Hiyo ndo akili ambayo kwa upande wa pili haifanyiwi kazi. Yaani wakati watu wanashangilia mabingwa mara 5 mfululizo, kombe limeibiwa kombe letu, unajua tunataka tumshushe Shauri Lila hapa, kakipenya kakapenyeza wazee wamekuja kushtuka mkutano umeisha. Kwenye furaha, kwenye piki ya furaha pale kitu kimefika. Ile ndio akili kubwa ya kuitumia katika uongozi. Ile ndio akili kubwa ile. So tunaiona Yanga wapi miaka 4 ijayo mara baada ya engineer kuchukua nafasi tena kwa mara ya pili? Yanga kwa huu usajili walioufanya na kwa uongozi shupavu wa engineer Hersi Said, naiona Yanga inakuja na comeback. Itachukua makombe ya ndani no doubt, lakini pia naitabiria kwenye klabu bingwa au shirikisho itafanya vizuri, kwa sababu wanaendana na market value, lakini vile vile wanaangalia pia na mahitaji ya timu objective. Unaona wakisema wanamsajili fulani hawatanii, wanabeba. Lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi ni mfumo wao wa accountability. Ikumbukwe budget iliyotangazwa msimu uliopita walitumia budget ya bilioni 36 point something. Msimu uliopita ule wa 2024-25 walitumia bilioni 33. Kwa ni timu ambayo naiona ina move on, inaongezeka. Kwa hiyo itafanya vizuri. Young Africans kwa mujibu wa mkutano wao wametenga 15 bilioni kwa ajili ya usajili. Ndio. 15 bilioni kwa ajili ya usajili, alafu wanasema kuna vyuma bado vinakuja. Ndio. Ndani Faisal Salum mtoto ameshamalizana naye.
ya wanavyosema za ndani washamalizana naye, ila kinachofanyika upande wa pili Azam sasa wenyewe ni kama wanatuzubaza tu, wanasema huyu bado ni mchezaji wetu, lakini muda huwa unaongea ukweli, kwenye muda haudanganyi. Kibaya zaidi ni kwamba mpaka sasa hivi hawajasajili namba 10. Ni kweli. Na inaeleweka Faisal Salum mtoto anacheza namba 10. Ni kweli. Na wachezaji wa kigeni pale da Young Africans wameshafika 13. Ni kweli. Kwa hiyo wanahitaji kuchomoa mmoja ili wafikie 12. Kwa hiyo hawezi kuongeza mwingine tena pale namba 10. Kwa hiyo majibu yake yanayokuja ni Faisal Salum mtoto. Wenda ni Faisal. Anacheza ngapi yule? Yule anacheza kama 10 kiungo. Namba 6 anafaa nani pale? Namba 6 kachukuliwa Fredi Ngoma. Fredi Ngoma. Anayevaa namba 6 mgongoni ni nani? Faisal. Asante. Yes, yanatokea. Young Africans, we wish you all the best. Efata Talk kutoka hapa Iwambi Mbeya Tanzania. Sisi tunaendelea kupepea namna hii. Karibu Efata Sports Arena, mahali pekee ambapo unaweza kuona mechi zote kubwa. Na hivi karibuni tumeshaandaa utaratibu wetu kama kawaida. Wazee wa free wifi, TV kubwa, vitafunwa kama kawaida, bites zipo. Naona mashabiki wa Yanga na Simba wananiuliza hapa kwamba hizi mechi zote mbili zitaonyeshwa wapi hapa Iwambi. Hakuna sehemu nyingine. Ni Efata Sports Arena, tutaangalia mechi zote kuanzia tarehe 8 siku ya Simba Day, tutaona mechi zote za Simba Day na matukio yote, lakini pia tarehe 12 tarehe 9 ambao ni Yanga Day, tutaangalia pia matukio yote kutoka Efata Sports Arena, lakini pia tarehe 12 mechi kubwa kati ya Simba na Yanga tutaitazama pale katika ukumbi mkubwa, lakini pia katika screen kubwa zenye hadhi na heshima, lakini pia mziki wa kutosha kama sio sound ya kutosha, lakini pia tunahakikisha free wifi. Wakati unaangalia mechi ile unaweza kaendelea kubet, lakini pia unaweza kaanza kucash out ukitaka kuchomoka mzee kama kawaida, lakini pia unaweza kupata bites na vinywaji mbalimbali. Utaratibu wetu ni ule ule. Ukumbi wetu unafunguliwa kila siku na kila tukio linapohitajika kufanyika. Tuko hapa Iwambi sokoni, ndio mahali tunapatikana na tunaonesha mechi zetu zote hizo. Nipende kuambia kwamba Efata Sport Arena nyumbani kumenoga. Karibu.